وعلى آله وأصحابه والتابعين من اهتدى بهداهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين سلم تسليما كثيرا. أما بعد tunaendelea na kitabu تنبيه الأفهام بشرح عمدة الأحكام، كتاب الإمام الحافظ المحرر أبو محمد عبد الغني بن عبد الوارث بن علي بن سرور الجماعيلي نسبة إلى جماعيل قرية في جبل نابلس من أرض فلسطين المقدسي ثم الدمشقي رحمه الله تعالى. aliyeshirehesha ni Sheikh Muhammad bin Salih al-Uqaymi. Tumezika kitabu nikah babu sadaqa. As-sadaqa kama tulivyoelezea jana ni mahari. Hayo leo tuna hadithi ya pili ambayo ni hadithi ya 308 kuanzia mwanzo wa kitabu. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، kutoka سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم kwamba mjumbe wa Allah sala na salamu zimwendee, jaatuhu imra'atun, alijiwa ni mwanamke ghairu musamma, lakini hapa hajataja jina lake huyo mwanamke. Jaatuhu imra'atun fahiya ghairu musammatun, hayo hajataja jina lake ni nani. Faqalat, akasema kumwambia mtume, inni wahabtu nafsi lak, mimi nimeitoa hiba nafsi yangu kwako wewe. Ay malaktuka iyaha fi tazwiji, nimekumiliki wewe nafsi yangu katika kuiowe nafsi yangu. Mwambie mtume hivi. Faqamat tawila, kisha Mtume alayhi salatu wassalam akasimama muda mrefu. Afwan, faqamat tawila, yule mwanamke yule akasimama muda mrefu. Na aliposema jaatuhu ay hadarat ilayhi, yule mwanamke alihudhuria kwa nani? Kwa mtume. Wa kana ma ashabihi julusa, mtume alikuwa amekaa na masahaba wake. Akaja akamwambia, nimeitoa nafsi yangu hiba kwako kwa kuioa, kwa maana uiowe. Basi faqama tawila ay qiyaman tawila, akasimama muda mrefu ametulia yuasubiri jibu. Mtume naye alayhi salatu wassalam ametulia. Ima itakuwa kwamba alikuwa hana haja naye, au itakuwa ile aya ya sura al-Ahzab ilikuwa isafanyaje, imeshashushwa. Maana ilifikia mahala Mtume alayhi salatu wassalam aliambiwa ni Allah subhanahu wa ta'ala, la yahillu laka an-nisa'u min ba'd,
si halali kwako wanawake baada ya hapo, wala an tabaddala bihinna min azwaj, na hata kubadilisha katika hao wanawake, ngoja mtoe huyu niweke huyu, pia haijuzi, si halali kwako. Walau a'jabaka husnuhun, hata kama uzuri wao utakuwa umekupenda zaidi, hata wakikupendezesha katika uzuri wao. Kwa hiyo inawezekana mtu alinyamaza kwa sababu alikuwa tayari kasema ili kataza, au alikuwa hana haja naye. Kwa ajili hiyo faqala rajulun, mtu mmoja akasema, amwambia Mtume, ya Rasulullah, ewe mjumbe wa Allah, zawjiniha, niozeshe mimi, illa yakul laka biha haja, ikiwa wewe huna haja naye huyu mwanamke, zawjiniha, niozeshe mimi. Wa qawluhu haja ay raghba, ikiwa wewe huna raghba naye, wewe huna haja naye, zawjiniha, niozeshe mimi. Faqal, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akasema, hal indaka min shay'in tusdiquha, je, unacho kitu cha kumpa mahari? Je, unacho kitu chochote cha kumpa mahari? Mtume ndo anamuuliza yule bwana, unacho kitu cha kumpa katika mahari? Baadhi ya watu wanatumia dalili hii hapa wao kuitisha mahari ya watoto wao, lakini cha ajabu sasa wao unawakuta wanachukua zile pesa alafu mahari yako pale pale, mtajitele wale wenyewe kwa mahari yenu, sisi tushachukua. Kumbe hapa Mtume alayhi salatu wasalam kana kwamba kanazungumzia binti ile atakachokipewa ile badali ya kuolewa, si kwamba Mtume anafungwa atachukua hapa. Alafu jingine ni kwamba Mtume alayhi salatu wasalam yeye ndio wali bi maana ya udugu, bali yeye Mtume ni aula bil mu'minina min anfusihim, yeye ni aula kuliko waumini nafsi zao. Kwa hiyo akasimama mahala pa wali. Ina maana hata Mtume alayhi salatu wasalam angekubali kumuoa yeye mwenyewe, lazima angeozeshwa huyo binti. Qala, akasema, ma indi illa izari, mimi sina bwana isipokuwa hiki kikoi changu. Jamani, ataka kuoa huyo, aambiwa habari za mahari, asema ma indi illa izari hadha, sina cha kumpa mimi isipokuwa labda nimpe hiki kikoi changu. Asema hivyo kakivaa, kuonyesha ule wakati wa masahaba radhiallahu anhu ndoa haikuwa ghali namna hii, kiasi ambacho mtu pia afikiria atoe mahari kikoi tu aoe, kikoi atoe aoe. Zama zetu hata vileta vitatu havitoshe, hizi zama zetu. Hiyo thamani utakayoambiwa hapa waweza kununua 50 hiyo vikoi. Qala ma indi illa izari hadha, mimi sina cha kumpa.
aliposema hal indaka min shay'in, hii min hapa watu wa lugha wanasema ni zaida litaakidi, nimeletwa hapo kwa lengo la kutilia mkazo, lakini ukitaka unaiondoa hapo ilipo na maana inanyoka. Kwa hiyo min zaidati litaakidi wa shay'in mubtada muakhar, ni mubtada ulioteleweshwa hiyo. قال هل عندك من شيء تصدقها؟ قوله تصدقها أي تعطيها إياه وتنفى مهرها صداقا مهرها. ومفعولها الثاني محذوف تقديره إياه. akamwambia mimi sina isipokuwa kikoi changu tu, ma indi ila izari hadha. Izari al-izaru ath-thawb alladhi yustar bihi asfal al-jasad. Izar ni nguo ambayo watu hujistiri kwa nguo hiyo chini ya mwili, biduni akmam lirijlain, na wala hakuna zile kum au ile miguu miwili kama suruali. Ni nguo iko wazi tu, haina miguu. Mtume alayhi salatu wassalam faqala, akasema faqala ya Rasulullah alayhi salatu wassalam, izaruka, kikoi chako, in ataitaha, kama utampa, jalasta wala izara laka, utakuwa unakaa wala huna kikoi. sasa utaishije namna hiyo? izaruka hapo mubtada, khabaruhu aljumla ash-shartiyya ba'da, ndio habari yake ya jumla ash-shartiyya. izaruka in ataitaha, kikoi chako kama utampa, jalasta wala izara laka, utakaa na utakuwa huna kikoi. Faltamis shay'a, nenda katafuta kitu kingine, katafute kitu kingine. Kenda akatafuta huko, katafuta akakosa, anarudi. Qala la ajidu, sema kama sipati, natafuta lakini sipati. Mke bado kasimama katulia tu. Qala, sema kumwambia iltamis wala khataman min hadid, nenda katafute hata kama ni pete ya chuma. Pete ya chuma haina thamani vile, haina thamani. Mimi siku moja nikiwa Makkah al-Mukarrama, nimetoka msikitini pale, nikapita chini ya kuburi, nikazikuta pete za chuma zimemwagwa. Nikachambua pale, nikapata moja, nikauziwa riali 2. Riali moja kwa huku ni kama shilingi 500. Kwa wakati ule ni kama 400 ilikuwa. Yaani jibu ni 1000 hivi. Paka wa leo ninao, sijui sasa hivi nimeiweka wapi, lakini huwa naivaa mara nyingine. Pete ya chuma kabisa. Kwa unakuta ni kitu ambacho duni sana. Lakini kama anatafuta hata kama ni pete ya chuma. Unaona? Kwa sababu ukichukua hicho kikoi, jalasta wala izara lak, tukichukua kikoi akipewa huyu binti, utakaa jalasta ay bakita, utabakia, wala izara lak, wala huna kikoi. Idha faltami, nenda katafute, ay utlub, nenda katafute, walau madha khataman min hadid, hata kama ni pete ya chuma katafute. Faltamasa walam yajid shay'a, akaenda akatafuta, karudi hajapata kitu. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم,
Mtume alayhi salatu wassalam akasema kumwambia, hal ma'aka shay'un min al-Qur'ani, je, unacho kitu katika Qur'ani ambacho unakijua au umehifadhi? Umehifadhi chochote katika Qur'ani wewe? Qala na'am, akasema ndio, niko nacho. Faqala Rasulullah alayhi salatu wassalam, akasema Mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, zawwajtukaha bima ma'aka min al-Qur'ani, basi nimekuozesha huyo binti kwa kile ulicho nacho katika hiyo Qur'ani. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري. في حديث متوى الإمام البخاري كتاب النكاح، كتاب النكاح، باب تزويج المعسر، mlango ambao kwamba unazungumzia kumwozesha mtu ambaye hana kitu, ana hali ngumu. Hadithi nambari 587 wa Muslim, pia kaitoa wa Muslim katika kitabu nikah, kitabu kinachozungumzia ndoa, babu sadaqi, mlango unaozungumzia mahari, wajawazu kaunihi ta'lim al-Qur'an, na kujuzu kuwa mahari amekuwa ni mtu kumfundisha nini Qur'an, wa khatami hadidi, na kujuzu pia mara nyingine kutoa pete ya chuma, wa ghairi dhalika min qalilin wa kathiri, na mengine yasiyokuwa hayo ni sawa ni kitu kidogo au ni vitu vingi. واستحباب كونه 500 درهم, na pia kama inapendezwa kuambiwa ni dirham 500 mathalan, la yajabu bihi, hadithi nambari 1425. فقوله زوجتكها, nimekuozesha bima ma'aka min al-Qur'an, قوله بما معك أي بالذي معك, nimekuozesha na kile ulichonacho. والمراد بالمعية الحفظ, malengo ya maia hapa malengo ya maia hapa ni hifdhi kile ulichokihifadhi, kama tafasiruhu riwayat athaniya, kama vile ambavyo lafzi hii inafasiriwa na riwaya ya pili. Walba'u imma lil'iwadi, hiyo ba'u iliyokuja ima ni ya badali, fayakunu sadaquha, kwa inakuwa hayo ndio mahari yake, na mahari hapo inakuwa ni manfaa, sio nisema mahari inaweza kuwa ainan au dainan au manfaa, sio na kwa mahari hapo inakuwa ni manfaa. ayuallimaha ma ma'ahu min alqur'ani, amfundishe kile alichonacho na Qur'ani, wa huwa badlu manfaatin laha, na ndio huko kutoa manufaa kwake. Wa yuayiduhu riwaya Muslim, na hilo latiliwa nguvu na riwaya ya Imamu Muslim. Qala faqad zawwajtukaha fa'allimha min alquran, nimekuozesha basi kamfundishe katika hicho ulichonacho katika Qur'an, kamfundishe. Wa imma lisababiyya, na imma hiyo ba ikawa ni ya sababia, bimaana fayakunu sadaquha, takuwa ndio mahari yake bisababi, kwa sababu ya wewe kuhifadhi hiyo Qur'an, nimekuozesha. Kwa maana hapo hata kumfundisha hiyo hiyo albaa itakuwa ni ya sababia.
kwa ijtihada yako ulifanya mpaka ukaipata Qur'ani hizo nazo, kwa sababu hiyo nimekuwezesha. Ila bayakunu sadaqa ma yurja min alkhair, kile kinachotarajiwa katika khairi la kwa yeye bizawajiha min rajulin hafidh alquran, kwa kule kuolewa yeye na mume ambaye ni hafidh alquran. نعم. الشرح الإجمالي، شرح الجملة. تواوليز مصالح وشموس. النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم. Mtume alayhi salatu wassalam ni bora kuliko waumini nafsi zao, wa a'zamu an-nas baraka, na ni mtu ambaye kwamba ana baraka nyingi sana alayhi kwa wao. Walidha, kwa ajili hiyo khassahu Allah ta'ala bi khasa'isa. Allah subhanahu wa ta'ala alimuhusisha mtume kwa mambo maalum kwa ajili yake fi nikahi, katika mambo ya ndoa, na ndio maana yeye kaidhinishwa kuoa mpaka wake wangapi? Jana niliwauliza risali, mwajua ile beti mmehifadhi, mwakumbuka? Ndio. Nisomee bwana. Zaujatuhu. Jana niliwaambia, leo siwaambie au niwaambie tena? Ni kila siku bwana unauliza beti ya mjui vipi bwana? Sema hija fundisha. زوجاته 11 ما واشتهر خديجة فسودة عائشة فحفصة وخلفهن رملة ميمونة صفية وهند أمة لي زوجته جويرية بنت خزيمة زينب وبنت جحش زينب وغابية. 11 wewe kwa beti mbili unashindwa? Mbona kwa goigoi namna hiyo? Kwanza leo nikifundisha tena nikifundisha ujue hapa atatimbika. Lazima muhifadhi, sawa? Niandike pale. Sawa. Kwa hiyo Mtume alayhi salatu wasalam alipewa vitu khasa, vitu maalum. Miongoni mwao ni kuoa wake wengi, wake 11. Lakini kumbukeni kwamba ilifikia mahala akaambiwa mwisho hamna kuongeza tena mtu. Ndio tukasema inawezekana huyu alikuja baada ya pale alifunga stop, sio? قال ولذا خصه الله تعالى بخصائص في النكاح لم تكن لغيره. Kwa ajili hiyo Allah subhanahu wa ta'ala alimpa vitu maalum, vitu khasa katika ndoa, habida kupatikanapo kwa mwingine katika watu wale wakati wake. فأحل له المرأة إذا وهبت نفسها له بدون مهر. akahalalishiwa yeye kwa yeye kwa mwanamke kumuoa anapotoa nafsi yake mwenyewe bila ya mahari. Wa fi hadithi Sahal, na katika hadithi ya Sahal hadha anna imra'atan ja'at ila an-nabi, kwamba mwanamke huyo alikuja mpaka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, wa huwa jalisun baina ashabi. Mtume alikuwa ameketi kati ya masahaba wake. فوهبت نفسها له, akaitoa nafsi yake kwa Mtume, walakinahu lam yakun lahu biha haja. Lakini Mtume alayhi salatu wassalam alikuwa hana haja
na huyu mwanamke faqamat tawila, faqamat qiyaman tantadhiru, akasimama kisimamo kirefu kiasi asubiri jibu lake. Umenikubalia unioe bure? Qala faqamat qiyaman tantadhir la'alla an-nabi alayhi salatu wassalam yaqbaluha, huenda Mtume alayhi salatu wassalam akamkubali lishiddati raghbatiha bilittisali bin-nabi, kwa vile huyu mwanamke alivyokuwa anapenda awe na maunganiko yeye na nani, na Mtume wa wale. Kapata mtu leo kwa bwana mimi, siku nyingi sana napenda unioe, lakini kawa nashindwa kukwambia, nimevumilia, nimechoka, naomba unioe. Bila shaka utamdhania kheri kwamba huyu ni mke mwema kwangu, au atanisikiza maana yeye ndio kanitafuta. Unaona, na mfano wa vitu kama hivyo. Falamma ra'a sahabatu, masahaba walipona annahu la raghbata lahu, kwamba Mtume alayhi salatu wasalam hana haja na yule mwanamke, la raghbata lahu fiha, hana haja na yule mwanamke. Qama ahaduhum, mmoja wao alisimama, faqala, akasema, ya Rasulullah, ewe mjumbe wa Allah, zawijniha, niozeshe. Kama humpendi niozeshe mimi. Walakin likamali adabihi, lakini kwa ukamilifu wa adabu yake huyu sahaba ihtaraza. Kuna vitu kwanza alijihami navyo, yakaonekana kakosa adabu. Faqala zawijniha in lam yakun laka biha haja, niozeshe lakini ukiwa wewe una haja naye ndio niozeshe. Maana kama una haja naye mimi usiniozeshe, baki naye mwenyewe. Kwa hiyo kwa ule ukamilifu wa adabu yake akabidi amwambie hivyo. Faqala in lam yakun laka biha haja, niozeshe kama utakuwa una haja naye. Lakini لما كان النكاح لا بد فيه من مهر، ilipokuwa ndoa lazima kuwe kuna mahari, saalahu an-nabii sallallahu alayhi wasallam, Mtume akamuuliza yule bwana, hal indahu shay'un yusdiquha iyahu, je, anacho kitu ambacho atatoa mahari kumpa huyu mwanamke? Falam yakun indahu siwa izarihi, na yule bwana hajakuwa na kitu chochote isipokuwa kikoi chake, alladhi yuwari bihi awratahu, kikoi ambacho ndio anajistiri kwacho tupu yake. Faqala lahu an-nabi, Mtume alayhi salatu wassalam akasema, akamwambia, izaruka, kikoi chako, in a'taitaha iyyahu, kama utampa huyu binti, falam yakun indahu siwa izarihi alladhi iyahu baqita bila izari, hapo ndio utabakia bila ya nini? Bila kikoi. Yani anamaanisha waghadha ghairu mumkin, usitukalie uzuya, hilo ni jambo
haliwezekani. Walakin utlub, nenda katafute. Fabayyana annahu lam yajid, akenda akatafuta wewe, mara huyu karudi sema bana mimi sijapata. Faqala utlub walau shay'an zahida, nenda katafute hata kama ni kitu kisichokuwa na thamani. Khataman min hadidi, pete ya chuma. Nenda katafuta. Kaenda kuzunguka huko wewe, karudi, falam yajid shay'a, hajapata. ثم سأله النبي عليه الصلاة والسلام هل يحفظ شيئا من القرآن؟ إذا mtume akamuuliza kwamba je, amehifadhi kitu katika Qur'ani chochote kile? Akala na'am, akasema, akamwambia ndiyo, suratan kadha wa kadha, nimehifadhi sura kadha wa kadha. Wa addada suwara, akamtajia sura kadha. Fazawajahu an-nabiy, mtume alayhi salatu wassalam akamuozesha yule bwana ijaha, binti yule, liyuallimaha ma ma'ahu min al-Qur'an, ili amfundishe kile alichonacho katika Qur'ani. Fawaidul hadith, faida za hadithi. Faida za hadithi yani katika zile faida tulizopata kwenye hadithi hii tuliyoisoma hapa. Faida ya kwanza, jawazu ardhi almar'ati nafsaha ala ar-rajuli liyatazawwajaha, ni kujuzu kwa mwanamke kujipeleka kwa mwanamume ili amuoe pale anapoona mwanamume yule naenda kama atanioa ndio naendana naye kwa dini yake aliyonayo. Angalia huyu binti kaenda kwa mtume, na maana kaangalia akhlaqi ya mtume, kaangalia miamala, dini ni nini, sio naenda pale jitu lile. La siyama idha kana ligharadin diniyin, hasa ikiwa kwa huko ni kwa malengo ya kidini. Kwa hiyo inajuzu mwanamke, nadhani ni mwezi uliopita tu, kuna mtu mmoja alioa mke wa namna hii na mstiri mwenyewe, japokuwa yuko mjini, ni watu wa Duga wanamjua, maana ni mtu hapa Duga. Unaona, binti alikuja bwana fulani, pamoja kwamba wewe mdogo, mimi ni mtu mkubwa, lakini kwa jinsi nilivyokusoma dini yako, tabia yako, miamala yako na wenzako, mimi naomba unioe. Kazamu ana wiki mbili nadhani, kama sio mbili tatu. Kwa sababu ni jambo, ni ngano za kale tunazungumza hapa, ni mambo yako. Namba 2, jawazu raddi rajuli dhaka idha lam yakun lahu haja, inajuzu mwanamume الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين من اهتدى بهداهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين، سلم تسليما كثيرا. أما
بعد بعض الأنبياء كتاب تنبيه الأفهام بشرح عمدة الأحكام كتاب الإمام الحافظ المحرر أبو محمد عبد الغني بن عبد الوارث بن علي بن سرور الجماعيلي نسبة إلى جماعيل قرية في جبل نابلس من أرض فلسطين المقدسي ثم الدمشقي رحمه الله تعالى. aliyesherehesha ni Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen. Tumezika kitabu nikah babu sadaqa. As-sadaqa kama tulivyoelezea jana ni mahari. Hayo leo tuna hadithi ya pili ambayo ni hadithi ya 308 kuanzia mwanzo wa kitabu. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه وتوقف سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما مجمع الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة alijiwa mwanamke غير مسمى لكن hapa hajataja jina lake huyo mwanamke. Jaatuhu imra'atun fahiya ghayru musammatun, hayo hajataja jina lake ni nani. Faqalat, akasema kumwambia mtume, inni wahabtu nafsi lak,